Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Mohamed. Karibu Nastea. Shukran Halima. Rais Trump yupo safarini kuelekea Uswizi kuhutubia jukwaa la uchumi duniani World Economic Forum mjini Davos. Mkutano huo wa viongozi wa watu mashuhuri duniani umetawaliwa na kauli yake ya kutaka kuitwa Greenland, huku viongozi wa Ulaya wakikosoa vikali kile walichokiita ukoloni mamboleo. Amezipuuza kauli kwamba yuko tayari kuvunja muungano wa kujihami wa nchi za magharibi NATO ili kuongeza eneo la Marekani. Anasisitiza Greenland ikiwa chini ya Marekani, muungano mzima wa nchi za magharibi ungekuwa salama zaidi. Polisi wa Nigeria wamebadilisha msimamo wao wa awali na kudhibitisha kuwa waumini walitekwa nyara katika eneo la Kumin Wali katika jimbo la Kaduna. Polisi walisema usiku wa Jumanne kwamba taarifa ya awali iliyokanusha shambulio hilo ilikuwa imetafsiriwa vibaya kwa kiasi kikubwa. Sambatenzi na taarifa zaidi. Polisi wa Nigeria sasa wanasema kuwa waumini walitekwa nyara kweli katika eneo la Kumin Wali. Katika taarifa mpya, polisi walisema majibu yao ya awali hayakuwa kukanusha tukio hilo, bali yalikuwa majibu ya tahadhari yakisubiri uthibitisho wa taarifa kutoka eneo la tukio, ikiwemo utambulisho na idadi ya walioathirika. Msemaji wa polisi Benjamin Hundeyin alisema ukaguzi uliofanywa na vitengo vya usalama umethibitisha shambulio hilo. Hata hivyo, hakutoa takwimu, lakini alisema vikosi vimetumwa na operesheni za utafutaji na uokoaji zinaendelea. Shirika la Amnesty International ilikosoa taarifa ya polisi ya awali ambayo ilisema kwamba hakukuwa na tukio kama hilo. Wakazi waliambia BBC kuwa waumini wapatao 177 walitekwa nyara kutoka makanisa matatu na kwamba wengine 11 walifanikiwa kutoroka baadaye na kuacha zaidi ya watu 160 bado wakiwa matekani. Kumetokea ajali nyingine ya treni nchini Hispania siku tatu baada ya ajali iliyosababisha vifo vya watu 42. Treni ya abiria katika eneo la Catalonia iligonga ukuta uliokuwa umeanguka kufuatia mvua kubwa. Inaripotiwa kuwa mtu mmoja pamoja na dereva wa treni walifariki dunia kwenye ajali hiyo iliyotokea jirani na mji wa Gelida. Watu wasiopungua 15 wamejeruhiwa, huku meya wa Gelida akisema kati ya hao 4 hadi 6 wako katika hali mbaya. Wachunguzi wanaendelea kuchunguza ajali ya Jumapili. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastea Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio One Stereo ya jijini Dar es Salaam, pia kupitia Radio Free Africa ya Mwanza, Tanzania. Nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Mwanedu FM na Nyota FM. Ukiwa Uganda, tunapatikana pia kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Muungano Beni pamoja na Lizadil Radio. Karibu msikilizaji, mimi ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza msimamo wake juu ya kitisho chake cha kuchukua udhibiti wa kisiwa kikubwa cha Greenland, akisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba hakuna kurudi nyuma na kwamba Greenland ina umuhimu mkubwa. Nastea Mohamed na taarifa zaidi. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before. Katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Rais Trump alipoulizwa ni hatua gani yuko tayari kuichukua ili kuilipia Greenland, alijibu mtajua. Wakati huo huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alionya katika mkutano wa jukwaa la uchumi duniani nchini Uswizi kuhusu mwelekeo kuelekea dunia isiyo na sheria. Na Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema kuwa mfumo wa zamani hauwezi kurudi tena. Trump anatarajiwa kuwasili Davos siku ya Jumatano, ambako amesema kuna mikutano mingi iliyopangwa kuhusu Greenland. Wakati wa mkutano mrefu na waandishi wa habari, Trump pia aliwaambia kuwa mambo yatakwenda vizuri nchini Greenland. Alipoulizwa na BBC iwapo kuvunjika kwa muungano wa NATO ni gharama ambayo rais yuko tayari kulipa ili kupata Greenland, alijibu hakuna mtu aliyefanya mengi zaidi kwa NATO kumliko yeye. Kwa hivyo nadhani jambo fulani litafanyika ambalo litakuwa nzuri sana kwa kila mtu. Hakuna mtu aliyefanya mengi zaidi kwa NATO kuliko mimi. Kama nilivyosema awali, kwa kila namna, kuwafanya wapewe kiwango cha 5. Kiwango cha pato la taifa kilichofikiwa akikuwahi kudhaniwa kuwa kinatekelezeka, na kulipa. Wakiwa kwenye 2% hawakulipa. Wakiwa kwenye 5% wanakulipa, na wananunua mambo mengi kutoka kwetu. And they're buying a lot of things from us. Jumuiya ya kujihami ya NATO kwa sasa lina nchi wanachama 32, huku
Marekani, ikiwa miongoni mwa nchi 12 zilizoanzisha muungano huo. Muungano huo uliundwa kulinda uhuru wa usalama kupitia ulinzi wa pamoja. Mojawapo ya misingi mikuu ya NATO imeainisha katika kifungu cha 5 kinachosema kuwa shambulio la kijeshi dhidi ya mwanachama mmoja au zaidi litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote. Nastea Mohamed. Miaka 30 iliyopita mwanaharakati wa mazingira wa Nigeria Ken Saro na wenzake wengine 8 waliokuwa wakijulikana kama Ogoni 9 waliadhibiwa kifo kwa kile ambacho familia zao zilisema kuwa jaribio la serikali ya kijeshi ya wakati huo kunyamazisha ukosoaji wao kutokana na madhara yanayotokana na shughuli za kampuni ya mafuta ya Shell zilizochafua mazingira. Kwa sasa serikali iliyopo madarakani iko katika mazungumzo kuanza tena uchimbaji wa mafuta katika eneo hilo. Taarifa ya Helen Oyibo kutoka Nigeria inasomwa na Leila Mohammed. Babangu na wenzake 8 aliokuwa akifanya kazi nao hawakutenda kosa lolote. Walichukuliwa ni kama wahalifu waliofanya kosa kubwa. Walichukuliwa kama wachochezi ambao walifaa kupotezwa. Nu Sarawiwa ni bintiye mwanamazingira Ken Sarawiwa ambaye alinyongwa mwaka 1995, kisa ambacho kilizua ghadhabu miongoni mwa watu kote duniani. Ken alinyongwa pamoja na wenzake 8 kwa tuhuma za mauaji ya chifu 4. Familia za 9 hao ambao baadaye walijulikana kwa jina The Ogoni 9 wanasema jamaa zao walinyongwa ili kunyamazishwa kutokana na wanaharakati wao dhidi ya uchafuzi wa mazingira uliokuwa unafanywa na kampuni ya mafuta ya Shell eneo la Niger Delta. Kulikuwepo umwagikaji wa mafuta, uharibifu wa udongo na kuchafua maji na kulazimisha jamii eneo hilo kunywa maji yasiyo safi na kuua samaki. Maandamano yaliyoshuhudiwa eneo hilo yalisababisha kampuni ya mafuta ya Shell kusitisha operesheni zake eneo la Ogoni Land mwaka 1993. Ila miaka 30 baadaye jamii hiyo inaishi na athari ya uchafuzi wa mazingira kutokana na umwagikaji wa mafuta. Mabomba ya kusafirisha mafuta bado yanapita eneo la Ogoniland na kuna hatari ya mafuta bado kumwagika. Mnamo mwaka 2008 kulikuwa na umwagikaji mkubwa wa mafuta katika jamii hiyo ambayo ilidumu kwa takriban miezi 4. Wavuvi hawangeweza kuvua samaki. Miti ya mikoko pamoja na kaa waliangamia. Eneo la Ogoniland limekuwa likipigania eneo hilo kusafishwa. Ingawa kumekuwa na usafishaji, wakazi wanasema bado haitoshi. Kampuni ya Shell imekuwa ikisisitiza kuwa umwagikaji wa mafuta unatokana na wizi wa mafuta. Tulikutana na mkulima mmoja kwa jina Ledisi Nomkia. Tukizungumza naye, anatuonyesha jinsi majani ya mimea mihogo ilivyonyauka. Hii ikiwa ni athari ya umwagikaji wa mafuta katika mashamba yao. Mafuta yaliyoko katika jamii hii ni Mungu alitupa. Ni baraka za Mungu. Ila tangu changamoto hii kutokea, sijui kama ni baraka au laana. Huku shughuli ya usafi ikiendelea, serikali ya Nigeria imekuwa ikifanya mazungumzo ya kuanza tena uchimbaji mafuta katika eneo hilo la Ogoniland. Swala ambalo limewaghadhabisha wanaharakati wa mazingira akiwemo Celestine Akbobari. Ni uovu kufikiria kuhusu hilo, sababu bado kuna mapambano yanayoendelea. Wakizipa kampuni za kuchimba mafuta leseni kwa madai ya uwekezaji, hawafikirii kuhusu uchafu wa mazingira na jinsi inaathiri riziki ya watu. Hali ya dharura inafaa kutangazwa. Kwa serikali ya Nigeria, kwao ni wakati sasa wa kusonga mbele. Nuhuri bado ni mshauri wa masuala ya usalama na anayeongoza majadiliano kwa upande wa serikali. Hatufanyi hivyo kwa sababu tunataka kuwakandamiza watu. Tunafanya hivyo kwa ajili ya maridhiano, ili kuwapa watu maisha yao. Tunafanya hivyo kwa sababu tuna matatizo ambayo tunafaa kuyatafutia suluhu. Mnamo mwaka 2011, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP lilichapisha ripoti kuwa kurejesha hali ya kawaida ya ardhi ya Ogoniland huenda ikachukua miaka kati ya 25 hadi 30. Itakuwa imebakia mwongo mmoja kuanzia sasa, na inahofiwa kuwa kama usafishaji wa eneo hilo hautapewa kipaumbele, mradi mwingine wa uchimbaji wa mafuta eneo hilo huenda ukapingwa. Leila Mohammed. Jaribio la kimataifa linalohusisha watu 1000 kujitolea wenye umri wa zaidi ya miaka 60 kuchunguza kama kipimo cha damu kwa kutumia kuchoma kidole kinaweza kutumika kusaidia kugundua ugonjwa unaoathiri ubongo na kusababisha mtu kusahau, kuchanganyikiwa na kupoteza uwezo wa kufikiria, Alzheimer. Utafiti unachunguza iwapo mabadiliko yanayotokea kwenye ubongo yanahusishwa na ugonjwa wa kusahau yanaweza kugunduliwa kupitia matone machache tu ya damu. Taarifa ya Fergus Walsh inawasilishwa na Victor Kenani. Tunavyozidi kuzeeka ndivyo hatari ya kupata magonjwa mbalimbali inavyoongezeka, ukiwemo ugonjwa wa Alzheimer.
Daktari kutoka London Michael Sandberg anafanya kila analoweza ili kuwa na afya njema, lakini ana hamu ya kujua jinsi ubongo wake unavyozeeka. Mama yangu alipokuwa na umri wa miaka 82 alikuwa ana dalili za wazi za ugonjwa wa Alzheimer. Alibahatika kushiriki kwenye jaribio hilo. Alifanya vizuri sana wakati wa jaribio hilo. Hilo ndilo lilonifanya nipate hamasa ya kutaka kugundua ugonjwa huu mapema, kwa sababu naamini kugundulika mapema watu wanaweza kunufaika zaidi na matibabu yaliyopo. Michael ni miongoni mwa watu 1000 wenye umri wa zaidi ya miaka 60 nchini Uingereza na Amerika Kaskazini waliofanya vipimo vya kuchoma kidole ambavyo vinalenga kutathmini afya ya ubongo kwa kutumia matone mawili tu ya damu. Sampuli ya Michael inapelekwa kwenye maabara katikati mwa mji wa London, ambako wanasayansi huchunguza damu hiyo kutafuta protini hatarishi ambazo hujikusanya kwa miaka mingi kwenye ubongo wa watu wazima na baadaye kusababisha ugonjwa wa Alzheimer. Tunachunguza uwepo wa protini 3 ambazo zimehusishwa na ugonjwa wa Alzheimer's, zinazoitwa alama za kibiolojia za Alzheimer's, zinazopatikana kwenye damu. Kuchambua wingi na viwango vya protini hizi kunaweza kutuambia iwapo mtu yupo hatarini kupata ugonjwa huo. Michael pia anafanya kipimo cha MRI na skani nyingine maalum ya ubongo ambayo inaweza kugundua